Dodoma imegubikwa na msiba mkubwa sana wa kijana wao, kijana ambaye ni maarufu kwa jina la MC Pilipili, lakini wazazi wao walimpa majina ya Emmanuel Matias. Ametutoka hivi karibuni na Dodoma inaomboleza. Na hapa niko Sabi Love Barbershop, ofisi ambayo MC Pilipili amekuwa akifika hapa mara anapokuwa Dodoma kwa ajili ya kurekebisha muonekano wake, kwani hawa wanafanya vitu vingi, massage, wanafanya sauna, lakini wananyoa, wanafanya scrubbing na nini, vitu vingi vinapatikana hapa. Nataka nionane na meneja atuambie namna gani ambao wao kama Sabi Love wamepokea msiba huu mzito. Binafsi kama mkazi mdau wa Dodoma wa masuala ya entertainment na mengineyo, ndugu yetu Emmanuel Matias Matebe kwa maana ya MC Pilipili ni mtu ambaye kimsingi anatuumiza sana wana Dodoma, na ametuumiza sana kwa kuondokewa naye kwa kipindi cha umri mdogo, almost miaka 40 plus nafikiri, kwa sababu ni mzaliwa wa tarehe 1 mwezi wa 10 1985. Kwa hiyo ameondoka akiwa mdogo, lakini ameondoka akiwa na wingi wa vipaji. Ikumbuke kwamba alikuwa ni mwalimu, lakini alikuwa ni mchekeshaji, lakini hapa mwisho alikuwa ni kiongozi wa kiroho wa Love Church, kanisa ambalo amelifungua hivi karibuni. Kwa hiyo kiukweli kwa wana Dodoma tumepoteza moja kati ya icon kubwa ambayo ilikuwa na uwezo wa kuitambulisha Dodoma ndani na nje ya mipaka ya Tanzania. Inasemekana amepoteza mauti baada ya uchunguzi umeonekana familia imethibitisha ana majeraha. Of course na mimi nimesikia taarifa kama hizo au zinazofanana na hizo kwamba mwili wake umekutwa na majeraha, lakini mwenyekiti wa kamati ya mazishi na mratibu mkuu ndugu MC John Mwangata amezungumza leo kwamba mpaka kufikia kesho majira fulani tutakuwa tumepata taarifa rasmi. Nimemsikia na MC Mwakitwange kwamba mpaka kesho around mida fulani tutakuwa tumepata taarifa rasmi kutoka katika jeshi la polisi, lakini pia na uchunguzi ambao utakuwa umefanywa na timu ya madaktari. Ni kwa namna gani ambavyo tunapaswa kuyaenzi mazuri ambayo MC Pilipili ametuachia? Ikumbukwe MC Pilipili mbali ya kuwa multi talented kwa maana ya kuwa ni mtu ambaye ana vipaji vingi, lakini najaribu kukumbuka mwaka 2020 Emmanuel Matias aliwezo pia wa kutupa karata yake katika upande wa siasa. Kwa hiyo kwa sisi kama vijana ameweza kutuachia uthubutu na kuweza kujiamini na kuhakikisha hatukubali kushindwa katika jambo lolote. Mbali ya kuwa aliwahi kuwa mwalimu, aliwahi kuwa MC, aliwahi kuwa na vitu vingi, lakini mwaka 2020 naye alitupa karata yake katika masuala ya kisiasa kupitia tiketi ya Chama cha Mapinduzi CCM, na pengine leo tungekuwa tunazungumza mengine kama karata yake ingekubali wakati ule. Kwa hiyo najifunza kujituma kwake, ujasiri wake na uwezo wa kuthubutu. Alikuwa mteja wa Sabi Love Barbershop. Okay. Nyie kama Sabi Love Barbershop sasa na neno gani kwa mteja wenu? Ikiwa sisi ni wakazi wa Dodoma, ni wafanyabiashara wa Dodoma, tunasikitika na tunajiunga katika kipindi hiki cha majonzi. Bendera ya Dodoma inapepea nusu mlingoti. Sisi tuko sambamba na familia na waombolezaji wote walio ndani na nje ya Dodoma na mipaka ya Tanzania kwa ujumla, kuomboleza katika hiki kipindi kigumu ambacho bendera ya Dodoma kimsingi inapepea nusu mlingoti. Lakini kesho pia tutakuwepo msibani kwenye ibada ya maombolezo siku ya Jumatano, lakini pia siku ya Alhamisi kwenye ibada itakayofanyika pale viwanja vya Chinangali Park, ibada ya mazishi tutakuwepo na mpaka kwenda kumpumzisha katika nyumba yake ya milele makaburi ya Ipagala Kilimo Kwanza.